Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na Lindi FM, ninakusalimu sana katika jina zuri takatifu la Yesu Kristo. Karibu tena katika kipindi cha neno la habari njema usiku wa leo wa Jumanne. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Ninamshukuru Mungu sana kwa namna alivyokutunza, alivyokutetea siku nzima ya leo. Hata mimi binafsi Bwana amenilinda, amenitetea. Ndio maana tumekutana tena. Kwa hiyo hebu karibu sana, uwe na hamu, uwe na shauku. Ninajua Mungu wetu wa mbinguni na Roho Mtakatifu yupo kutuhudumia mimi na wewe. Funika macho yako nipate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante mno kwa ajili ya kututunza mimi na wapendwa wangu hawa wanaonisikiliza na wanaonitazama kupitia vyombo vyetu vya habari vya Sibuka TV pamoja na Lindi FM. Baba, ninakushukuru sana kwa neema ya ajabu uliyotupa. Asante kwa ulinzi wako. Na wakati wa usiku kwa saa hii moja tunapoenda kusikiliza neno lako, naomba Roho Mtakatifu awe katikati yetu, atufundishe, atuelekeze, atutetee, atupiganie yale ambayo napenda mimi na ndugu zangu tujifunze. Nendo katufundishe Mfalme, katika jina zuri la Yesu Kristo, amen. Ndugu yangu unayenisikiliza na kunitazama, usiku wa leo tuna somo zuri ambalo linasema madhara ya maamuzi mabaya. Madhara ya maamuzi mabaya. Nataka nikuambie kabla sijasoma neno la Mungu, maisha ni mchakato wa maamuzi, au maisha ni mchakato wa kuchagua. Kila itwapo leo unachagua lipi ulifanye, lipi ulitende, lipi uliishi na kadhalika. Kwa hiyo kila siku unapoamka unafanya maamuzi. Hata maamuzi tu ya kusafiri, kwamba nataka niende nyumbani kuwasalimu ndugu zangu, ni maamuzi. Nataka nijenge nyumba, ni maamuzi. Kwa hiyo kwa ujumla maisha ni mchakato wa maamuzi. Kwa sisi watumishi, unaweza ukaamua kwamba mwaka huu nataka nifanye 1, 2, 3 kwa bidii kwa ajili ya Bwana. Labda mwaka jana sikufanya vizuri katika maeneo fulani, kwa hiyo mwaka huu ninaamua au ninachagua kufanya 1, 2, 3. Kwa hiyo siku zote tunapoishi tunafanya maamuzi. Kwa vijana wa kiume au wa kike, wanapofikia umri wa kutosha wa kuoa au kuolewa, wanafanya maamuzi. Na nataka nikuambie, maamuzi yoyote utakayoyafanya, hususani yakiwa ni mabaya, yana madhara. Yana madhara. Kwa hiyo tunapoenda kujifunza somo hili usiku wa leo, ni vizuri sana ukakaa kwa makini kunisikiliza. Ukatega masikio yako vizuri, ukatulia kabisa, ili kusudi uone madhara ya maamuzi mabaya tunayoyafanya katika maisha yetu. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 13. Naomba tuanzie ule mstari wa kwanza. Tutasoma mistari mingi kidogo, lakini ni kwa manufaa yetu. Mwanzo ule mlango wa 13 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Neno la Mungu linasema, Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli,
mahali pale palipokuwapo hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza. Naye Abrahamu akaliitia jina la Bwana hapo. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Na ile nchi haikuwa tosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Biblia inasema kukawapo ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abraham na wachunga wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanani na Waperisi walikuwa wakikaa katika nchi. Abraham akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusii kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusii. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Usiku wa leo nataka kuzungumza juu ya madhara ya maamuzi mabaya unayoyafanya. Katika somo hili nimeshangaa sana. Biblia inasema Abraham akapanda kutoka Misri, wakiwa pamoja na Lutu, pamoja na mifugo yao na wachungaji wao. Wewe ambaye umekuwa ukisoma Biblia, utaweza kuona ya kwamba Mungu alipomwita Abraham kutoka katika nchi yake na jamaa zake na ndugu zake, Abraham alitii. Lakini alipoanza kusafiri, mbele ya safari kulitokea njaa. Abraham akaingia mpaka huko Misri. Na unaweza ukaona walipokuwa kule Misri, Abraham kwa sababu ya woga aliweza kumwambia Sarai mke wake, wakati ule anaitwa Sarai, kwamba utakapoingia kule unifanyie hisani tafadhali. Uambie watu wewe mimi ni ndugu yako, sio mume wako. Kwa hiyo wakaingia Misri, na Sarai kwa sababu alikuwa na uso mzuri, alikuwa mwanamke mzuri wa kupendeza. Alipoingia kule, watu wakamsifu mbele ya Farao. Farao akamchukua Sarai kuwa mke wake. Biblia inasema yalitokea mapigo kwa Farao, mpaka Farao akagundua kwamba yule ni mke mtu, akamrudisha kwa Abraham. Ukisoma Farao alimwambia Abraham, kwa nini umenitenda hivi? Kwa nini umenidanganya? Mbona wewe ni mke wako? Kwa nini ukuniambia kwamba wewe ni mke wako? Tunapojifunza maneno haya, maana ndio yanatuingiza hapa kwamba akapanda kutoka Misri, lazima tujue kwa nini aliingia Misri. Unaweza ukaona mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, Mungu anapokuita haina maana kwamba utaingia katika majaribu. Mungu alimuita Abraham atoke katika nchi yake na jamaa zake na ndugu zake, aende katika nchi ambayo atamuonyesha. Lakini Abraham alipotii, alikuwa na majaribu. Kinachotakiwa kwetu tunapoitwa na Bwana, pamoja na kukutana na majaribu, isitukatishe tamaa. Abraham hapa uliingia woga tu wa kibinadamu.
Abraham hakumtegemea Mungu, akajaribu kujilinda mwenyewe, na matokeo yake akamkosea Mungu. Ila kwa sababu Mungu ni wa rehema, bado Mungu alimtetea, akampiga Farao mapigo makuu, mpaka akagundua kwamba huyo aliye naye ni mke wa mtu, kwamba Sarai hakuwa dada yake na Abraham, bali alikuwa ni mke wake. Tunaona ya kwamba Mungu alipigana. Kwa ni kitu cha kujifunza pia kwamba katika maisha yetu Bwana anapotuita, majaribu yapo. Sasa yale majaribu yatupeleke kumtegemea Mungu kuliko kutegemea akili zetu. Jambo la pili ambalo nimekuambia la kujifunza hapo ni kwamba bado wema wa Mungu ulikuwepo. Mungu aliweza kumpigania Abraham, lakini pia aliweza kumrudishia mke wake. Kwa hiyo katika huduma zetu, katika kuitwa kwetu, katika kumtumikia Mungu, tusifikiri ya kwamba tunapoitwa hakuna majaribu. Jaribu la kwanza kabisa, Abraham anaitwa na Mungu, anakutana na njaa. Sasa anatumia akili zake. Tusitumie akili zetu. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 3:5-6, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Hapa Abraham alitumia akili yake pamoja na Sara kujilinda mbele ya Wamisri, na hususani wale wakuu, kwamba mke wangu ukanifanyie hisani, unitetee kwa Wamisri, maana wewe ni mke mzuri na sura nzuri, vinginevyo nitauawa. Akasahau Mungu ndiye aliyemwita kutoka katika nchi yake, kutoka katika jamaa zake, kutoka katika nyumba yake, amonyeshe kule anakotaka kumpeleka. Sasa yeye akawa imani imepotea. Nataka nikuambie, unaweza ukawa kwenye changamoto iwayo yote, mpendo unayenisikiliza, kwa sababu ya kutii maagizo ya neno la Mungu. Naomba usitegemee akili zako mwenyewe. Mtegemee Bwana. Bwana atakuvusha. Bwana aliyekuita, Bwana aliyekwambia uache dhambi, yeye ndiye atakaye kutetea. Biblia inasema kama nilivyosema kwenye hiyo Mithali 3:5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Kwa hiyo Mungu ndiye ambaye angeweza kumtetea Abraham kama angemtegemea. Bahati mbaya Abraham baba yetu na mama yetu Sarai wakati ule wakatumia akili zao. Ila tunaona bado Mungu, kwa sababu alikuwa na makusudi na aliwahurumia, akampiga Farao mapigo makuu, mpaka akagundua Sara kwamba ni mke mtu. Bwana Yesu atusaidie sana. Labda tungesoma kidogo ili uweze kuona, maana ni vizuri, maana ndio somo letu linakotuelekeza tuanzie. Katika hiyo Mwanzo 12:10, Biblia inasema, basi kulikuwa njaa katika nchi ile, Abraham akashuka Misri, akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Tafadhali useme, wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Hapa Abraham na Sarai walitumia akili zao wakati ya kumtegemea Mungu. Mstari wa 14, basi ikawa Abraham alipofika Misri, Wamisri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abraham mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Lakini Bwana, haleluya, akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu,
kwa ajili ya Sarai mkewe Abraham. Ndipo Farao akamwambia Abraham, akamwita Abraham akasema, ni nini hili lililonitendea? Mbona ukuniambia ya kuwa huyo ni mkeo? Mbona ulisema huyo ni umbu langu hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako mchukue uende zako. Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani na mkewe kila alichokuwa nacho. Hii ndio habari namna gani Abraham aliingia Misri. Maana tunaposoma hili neno kwamba wanatoka Misri pamoja na Lutu na mifugo yao, lazima uelewe kwa nini aliingia Misri. Ndio maana nimekuambia kuna mambo ya kujifunza kabla tujaingia kwenye hili somo, kwamba tunapoitwa na Bwana sio kwamba hatutajaribiwa. Tutakutana na majaribu. Kinachotakiwa, mpendwa wangu naye nisikilize, Bwana anapokuita, Bwana anapokuokoa, Bwana anapokupa la kufanya, ni lazima uelewe kuna majaribu. Kinachotakiwa, mtegemee Bwana, usitumie akili zako, usijitumainie mwenyewe. Anasema katika mapito yako yote umkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Kwa hiyo Abraham akawa na wasiwasi, wakafanya la kufanya na mkewe kwa kudanganya, lakini bado Mungu aliwasaidia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa baada ya Farao kupigwa na Mungu kwa sababu ya kumchukua Sarai na akagundua kwamba huyu ni mke wa mtu, ndipo hapo anamwambia Abraham atoke. Kawaagiza watu wake, mpeni hiyo vitu vyake na vitu vyake, watoke hapo. Kwa Abraham akatoka Misri kwa haraka bila kupenda, maana mapigo aliyoyapata Farao hayakuwa ya kawaida. Sasa wametoka, Biblia inasema wakaelekea kusini. Kinachonifurahisha hapa, Mungu alikuwa amembariki sana Abraham pamoja na Lutu. Mstari wa pili anasema, naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Huu ni ushahidi. Ukiwa unatembea na Mungu, ukiwa mtu wa Mungu, lazima Mungu atakubariki. Kwa hiyo Mungu akambariki sana Abraham. Alikuwa tajiri sana wa mifugo na fedha na dhahabu na watumwa pia. Ukisoma mbele huku, alikuwa na vijana 318 katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema Lutu naye alikuwa na mifugo ya kutosha. Sasa waliposafiri kuja huku kusini kutoka Misri, Biblia inasema ile nchi waliokuwa au ile sehemu ambayo walifikia, nchi ambayo walifikia, Biblia inasema ya kwamba walikuwepo Waperisi huko na Wakanani huko. Biblia inasema ile nchi haikuwa tosha kwa sababu ya utajiri waliokuwa nao. Ile nchi haikuwa tosha. Abraham akamwambia mwanae Lutu kwamba pasiwepo ugomvi kati yetu na wewe, maana tayari wale wachungaji wa mifugo yao walianza kugombana, wachungaji wa Abraham na wachungaji wa Lutu. Abraham akaona sio sawa, akasema hapana, usiwepo ugomvi kati yangu na wewe, kati ya wachungaji wetu wa mifugo, maana mimi na wewe tu ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Usiwepo ugomvi. Na hili ni fundisho. Biblia inasema upendano wa ndugu na udumu. Mimi na wewe kama ndugu hatupaswi kugombana. Tuko pamoja, hatupaswi kugombana. Ndivyo tunavyojifunza kwa baba yetu Abraham. Akamwambia Lutu, Abraham alikuwa ni mtu mzima. Alikuwa ni mtu ambaye sasa tayari ameanza kumwelewa Mungu. Ameisikia sauti ya Mungu, ametoka kwao, ameenda Misri, amejaribu kujichanganya, Bwana akamtetea. Abraham ameanza kumwelewa Mungu. Akamwambia mwanae Lutu, maana Lutu alikuwa mtoto wa nduguye, kwamba usiwepo ugomvi kati yangu na wewe, maana si ndugu, sisi tu ndugu.
Kaambia chagua, nchi yote iko mbele yetu, chagua. Hapa ndipo tunakuja kwenye somo letu. Maamuzi mabaya. Maamuzi mabaya yana madhara. Na hayo madhara yatakuwa kwako na kwa familia. Biblia inasema Abraham akamwambia Lutu, nchi yote iko mbele yetu, chagua. Katika somo hili Biblia inasema hivi, ule mstari wa 11. Hapo ndio somo tunalipata. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki. Akasafiri upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abraham akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Nisikilize. Abraham alipompa nafasi mwanae Lutu kuchagua wapi aelekee, hapo ndipo nisikilize. Alipotaka afanye maamuzi wapi aelekee, Abraham alimwambia, ukienda kuume mimi nitaenda kushoto, ukienda kushoto mimi nitaenda kuume, chagua wapi pa kwenda. Biblia inasema lile bonde la mashariki ambalo lilikuwa na uelekeo mpaka Sodoma, lile bonde, Lutu hakumuuliza Mungu, hakuwaza. Nataka nikuambie, maamuzi mabaya huwa yanatokea pale ambapo mtu anashindwa kumshirikisha Mungu. Na mimi nataka nikuambie, bila uongozi wa Roho Mtakatifu, bila uongozi wa neno la Mungu, nataka nikuambie utaamua vibaya tu. Ndio maana siku zote tunahubiri, muamini Yesu, tubu dhambi zako, muamini Yesu, mkaribishe moyoni mwako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, awe kiongozi wa maisha yako, awe muamuzi na mtawala wa maisha yako. Maana ukimkaribisha Yesu moyoni mwako kwa kutubu dhambi zako na kuziacha, kwa kuishi maisha matakatifu, yeye anasema hivi katika ile Zaburi 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia uipasayo kuiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Sasa Lutu, sisemi ya kuwa mcha Mungu, lakini katika hili Lutu hakumwachia Bwana nafasi. Maana alitumia macho, alitumia akili. Ngoja nikuonyeshe. Biblia inasema ule mstari wa 9, tuanzie kusoma hapo. Angalia Abraham anavyomwambia, je, nchi hii yote haiko mbele yako? Mstari ule wa 9, basi ujitenge nani na kusii, ukienda upande wa kushoto nitakwenda upande wa kuume, ukienda upande wa kuume nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake. Sikiliza maamuzi. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abraham akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Sasa nisikilize. Alipoambiwa achague, Lutu aliangalia kimwili, akaona bonde lote la Yordani lina maji nzuri,
Lakini bahati mbaya ile bonde lilikuwa linateremka mpaka Sodoma. Na Biblia inasema watu wa Sodoma walikuwa ni watenda dhambi sana. Biblia inasema lakini watu wa Sodoma, mstari wa 13, lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Kwa hiyo mwenzetu akajichagulia kuelekea huko. Nisikilize. Lutu kweli alikuwa mcha Mungu. Kilichomponza hapa, maamuzi aliyoyafanya hayakuwa maamuzi yaliyoongozwa na Roho Mtakatifu. Hayakuwa maamuzi yaliyotokana na uongozi wa kimungu. Alijiamulia kwa kutumia akili zake. Matokeo yake akaelekea hilo bonde lote mpaka akaingia Sodoma na Gomora. Yeye binafsi alikuwa ni mcha Mungu kweli. Alijitahidi kujilinda, kujitunza. Lakini maamuzi aliyoyafanya yalimwathiri. Kwa sababu gani? Utakuja kuona kwenye Mwanzo ule mlango wa 19. Mungu anakasirika kwa sababu ya dhambi za Sodoma na Gomora. Maana Lutu alijiongeza hema yake mpaka huko. Aliingia huko akawa mwenyeji. Ukisoma katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro, Biblia inasema Lutu alijitesa roho yake kutokana na dhambi za watu wa Sodoma. Aliweza kujitesa, aliweza kuvumilia, lakini matokeo yake hakuweza. Dhambi zile zilizidi. Mke wake, watoto wake waliathirika. Mambo ya Sodoma na Gomora yaliwaathiri. Maana tunaposoma baadaye Mungu alipoamua kuiangamiza Sodoma na Gomora na akamtoa Lutu na mke wake na watoto wao, Biblia inasema kwanza walikuwa na hali ya kukawia kutoka. Na hata walipotoka, Bwana alipowaambia wajiponye nafsi zao, tunaona mambo ya Sodoma yalikuwa yamemwathiri mke wa Lutu. Bwana alipomwambia toka, jiponye nafsi zenu, msitazame nyuma, tunaambiwa alipokuwa anaendelea mkewe Lutu alitazama nyuma, akawa nguzo ya chumvi. Kwa hiyo akaharibikiwa. Naweza tukasoma maneno haya katika ile Mwanzo 19. Mwanzo 19. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwanzo 19. Naomba nisome katika mlango wa 19, nisome ule mstari wa 15. Nianzie 14. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake. Akasema ondokeni, mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtoe mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Mstari wa 16, sikiliza msikilizaji. Akakawia, nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia. Wakamtoa, wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, moja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika bonde hilo popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu. Angalia maamuzi anayoendelea kuyafanya. Tazama, mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu. Nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu karibu ni ukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko, sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. Sikiliza, Mungu akamwambia, tazama, nimekubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo
uliounena, himo jiponye nafsi yako huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Mstari wa 23. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Sikiliza. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Hii ni athari au ni madhara ya maamuzi mabaya. Kule kuchagua lile bonde la Yordani, kwa sababu lilikuwa zuri, limejaa maji, majani mabichi. Nataka nikuambie mpendo wangu, yalikuwa ni maamuzi mabaya ambayo Lutu aliyafanya. Hasara aliyoipata kutoka na haya maamuzi, alikaa katika nchi ya watu wenye dhambi, na matokeo yake yanamwathiri mwenyewe. Tunaona hapa anapotolewa, hebu niambie, Mungu anamtoa. Biblia inasema akamshika mkono yeye na mke wake na watoto wale wawili mabinti. Wanataka kuniambia alichukua mifugo yake yote aliyokuwa nayo? Wanakimbia maangamizi. Jaribu tu kufikiri katika hali ya kawaida. Je, alichukua mifugo yake yote? Biblia inavyoeleza, walipoondoka, mama naye akawa na mawazo ya Sodoma. Akaona, tumeiacha Sodoma kweli? Nimeacha marafiki zangu. Waliambiwa jiponye nafsi yako, usitazame nyuma. Kama ambavyo mtu anapookoka anaambiwa usitazame nyuma, maana usirudie mambo ya kule. Kwa lugha rahisi, huyu mke wa Lutu kutazama nyuma, maana yake alikuwa na marejea mambo yaliyopita. Alikuwa anatamani mambo ya Sodoma na Gomora. Sasa kwa sababu Mungu ni Mungu wa kweli, alimwambia usitazame nyuma, nenda mbele. Biblia inasema kageuka kuwa nguzo ya chumvi. Hilo ni zara la pili. Zara la kwanza, wamepoteza mali zao. Zara la pili, anapoteza mke huyu Lutu. Watoto wanapoteza mama yao. Japo yeye Lutu alikuwa ni mwenye haki, Biblia inasema alijitesa. Tutaona hilo andiko baadaye kama muda ukituruhusu. Ni kwamba alipoteza mali, alipoteza mke. Lakini mbaya zaidi, watoto wake nao walikuwa wameathiriwa na zile mila za Sodoma na Gomora. Uovu wa Sodoma na Gomora. Najaribu kufikiri, hawa watoto waliwezaje kumlewesha baba yao akalewa, alafu wakalala naye na wote wakawa wajawazito, tena kwa siku tofauti? Huo ujasiri waliupata wapi kama sio kujifunza kutokana na watu wa Sodoma? Hayo ndio madhara ya maamuzi mabaya. Mpendo wangu unaponisikiliza, maamuzi mabaya unapoyafanya hayakuathiri wewe tu. Kama na familia, baba unayenisikiliza, mama unayenisikiliza, unapofanya maamuzi mabaya, unapochagua kuchepuka, wewe baba au mama, nataka nikuambie, hutapata madhara tuwe peke yako, utaleta madhara kwa familia yako. Mnaweza mkaondoka wote na mama, mkaishi, mkatoka duniani, mkafa vibaya, mtawaacha watoto vibaya. Au wewe kijana na wewe kijana unayenisikiliza, unapokuwa na maamuzi mabaya ya kutokuishi maisha matakatifu, utaleta madhara kwako mwenyewe, lakini pia kwa familia utailiza. Wakati mwingine wazazi wamekusomesha, wazazi wamekufanyia 1, 2, 3,
lakini kwa sababu ya maamuzi mabaya utajiletea madhara mwenyewe, utaleta madhara kwa familia. Mungu atusaidie sana. Sasa maamuzi haya ya Lutu aliyoyafanya yalimgharimu, au watoto wakawa na ujasiri wa kipepo. Hebu sikiliza katika hii Mwanzo 19 na ule mstari wa 30. Hebu sikiliza. Lutu 30 na kuendelea kidogo. Lutu akapanda kutoka Swari, akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Swari. Akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi atuingilie, kama ilivyo desturi ya dunia yote. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumuhifadhie baba yetu uzao. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Kawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu, ukaingia ukalale naye. Wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Basi hao binti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. Mambo mabaya kabisa. Haya ni madhara mabaya. Nataka nikuambie, hata wale waliozaliwa kutokana na haya mambo ndio ambao walikuja kusumbua taifa la Israeli baadaye. Maana ukisoma pale ule mstari wa 37, sikiliza. Unaposikia wa Moabu au wa Moabi ambao baadaye waliwasumbua sana wana wa Israeli, ni uzao wa Lutu. Wakawa madui kwa wana wa Ibrahim baadaye, kwa sababu ya uchaguzi au maamuzi mabaya. Usiku wa leo nazungumza na wewe kuhusiana na maamuzi mabaya yana madhara kwako na kwa familia na kwa jamii wakati mwingine. Sikiliza. Yule mkubwa akazaa mwana, akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabi hata leo. Na yule mdogo naye akazaa mwana, akamwita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Amoni hata leo. Unayesoma Biblia utakuta Waamoni pamoja na Wamoabu waliwasumbua sana wana wa Israeli. Ni uzao wa watoto wa Lutu na baba yao, kwa sababu ya maamuzi mabaya. Nataka nikuambie, siku zote Bwana ametuwekea uchaguzi mbele yetu. Anasema, tazama, nimeweka mbele yako uzima na mauti. Chagua uzima upate kuishi, na chagua mauti upate kufa. Bwana ametuwekea uchaguzi. Lutu akafanya maamuzi mabaya, akapoteza mali zake, akapoteza mke, lakini madhara mengine, akalewa mbele ya binti zake. Baya zaidi, wakaanguka kwenye dhambi. Hao watoto wakaanguka kwenye dhambi na baba yao. Sasa unajiuliza, hao watoto huo ujasiri waliupata wapi? Ni athari ambazo zilitokana na watu wa Sodoma. Ni athari walizopata kutokana na kuishi kwao kule Sodoma. Baba yao asingaliamua kuishi kuelekea Sodoma kule, angemuuliza Mungu angemwambia usiende huko. Bado kulikuwa na sehemu za kutosha. Maana Abraham alimwambia chagua. Angeweza kusema, baba, twende upande huku kwingine kuna wenye dhambi huku tunasikia maisha ya watu wa Sodoma ni mabaya. Baba, twende upande moja, lakini
kwenye upande mmoja, wewe utaenda kuume, mimi nitaenda kushoto. Akaweza kumwambia baba yake hivi, na wangeishi vizuri tu, lakini kwa sababu ya kuangalia kimwili, kutazama kimwili, Biblia inasema msiviangalie vinavyoonekana. Vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana ni vya milele. Biblia inatuambia vile. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu tusome neno hilo katika Wakorinto. Tusome maneno hayo katika Wakorinto. Wakorinto wa pili sura ya 4. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 18 anasema hivi, tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Mwenzetu Lutu aliangalia vinavyoonekana, na matokeo yake vikawa ni vya muda tu, na akapotea katika hayo. Akapata hasara katika hayo. Yeye Lutu tunamsoma alipona, lakini watoto, mama, mali zote ziliathirika. Kisa na mkasa, alichagua sehemu ambayo haikufaa. Yeye mwenyewe alijitesa. Biblia inasema vile alijitesa. Wale kusomea katika waraka wa pili wa Petro. Petro anaeleza maneno haya. Alijitesa. Alijitesa katika sehemu aliyoishi. Sikiliza. Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro, nisome ule mstari kuanzia wa 4 ili tuelewe vizuri. Waraka wa pili wa Petro kuanzia mstari wa 4 ili tuelewe vizuri tunapokuja kwenye habari za Lutu. Biblia inasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawalinda katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu. Baada ya haya akamwokoa Lutu, yule mwenye haki, aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Sikiliza. Biblia inasema akamwokoa Lutu, yule mwenye haki, aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Alijitesa siku kwa siku, alivumilia, aliishi kwa tabu. Ni kweli yeye aliweza kustahimili. Naweza nikasema kwa sababu alikuwa ni mtu mzima kiroho, aliweza kustahimili. Lakini watoto je? Kwa matendo waliofanya kwa baba yao, hawakuweza kustahimili. Walikuwa na mawazo mabaya, mawazo machafu. Hawakuogopa, wangedirikije? Kwani wao walihusikanaje na kumtunzia baba yao uzazi? Maana walipona, walikuwa kwenye pango. Bado kama wangejiheshimu, Mungu angefanya njia nyingine ya kuendeleza uzazi wa Lutu. Lakini wakafanya walioyafanya, matokeo yake wakazaliwa maadui wa taifa la Israeli. Hayo yote ni madhara ya maamuzi mabaya. Lutu aliweza kuishi vizuri Sodoma na Gomora. Biblia inasema alijitesa, alisumbuka. Matokeo yake watoto wakaathirika, mke akaathirika,
akavutwa na mambo haya, ndio maana hakuweza kumaliza safari. Na hao watoto hatuoni habari zao mahala pengine pote. Tunamwona Lutu tu akizungumzwa hapa. Haya ni madhara ya maamuzi mabaya ambayo mpendo wangu naye nisikiliza, ukiyafanya yatakupata. Na kwa nini? Ukifanya maamuzi bila uongozi wa Roho Mtakatifu, ndivyo inavyokuwa. Mfano mwingine, tunamwona mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli, Mfalme Sauli mwana wa Kishi. Mungu akamtia mafuta vizuri kupitia Samuel ili kusudi awe mkuu juu ya wana wa Israeli. Biblia inasema ili awaokoe na maadui zao. Siku zote Mungu anapotutia mafuta, yani anapotupa mamlaka, anapotupa uwezo, ni ili kusudi tumtumikie. Katika huduma ambayo Mungu anatupa, ni lazima tuwe na maamuzi sahihi yanayotokana na uongozi wa Roho Mtakatifu. Sauli mwana wa Kishi akapewa mtihani wa kwenda kuwaua Wameleki. Biblia inasema alipofika kule akawapiga kweli Wameleki. Wameleki Bwana akawatia mikononi mwake. Akawaua. Agizo alilopewa na Mungu kwamba uangamize, usibakize chochote. Ndivyo alivyoambiwa. Lakini badala yake Sauli alipoenda kule, yeye akafanya maamuzi mengine ambayo hayakuongozwa na neno la Mungu au na Roho wa Mungu. Maana Roho wa Mungu alimwambia, Bwana alichukia, alisema Waameleki waliwapa shida sana wana wa Israeli wakati wanatoka Misri kuelekea Kanaani. Waliwasumbua. Naamua ukawaangamize, nikajilipize kisasi. Ukanilipie kisasi, kwa sababu walifanya vibaya juu ya watu wangu. Sasa Mungu amempa maelekezo, yeye akachagua kufanya tofauti. Biblia inasema akamuhifadhi Agagi malkia hao Wameleki. Katunza na wanyama wanene wazuri wanono. Kinyume na maagizo aliyopewa na Bwana, akajichukulia maamuzi mengine. Nataka nikuambie, hayo maamuzi yalipelekea Sauli kukosa ufalme. Mungu alijuta, anasema najuta kwa nini nimemtia Sauli mafuta kuwa mkuu wa watu wangu. Najuta. Naambia, je, kutii si bora kuliko mafuta ya beberu? Angalia kuasi sawa na dhambi ya uchawi. Mungu akamwambia utaendelea kuwa mfalme. Unaweza ukaona madhara yaliyompata Sauli. Kwanza Bwana alijuta kwa ajili yake, kwani amemtawaza kuwa mfalme. Lakini mbaya zaidi, Sauli Bwana alimwacha akafa. Si yeye tu, wana wa Israeli walipigwa mbele ya maadui. Walipigwa mbele ya maadui wa Filisti, lakini na yeye akafa. Si yeye tu, rafiki yake na Daudi, Jonathan, na ndugu zake wawili wengine wakafa, kwa sababu ya kuwa na maamuzi mabaya. Mpendo wangu, usiku unaponisikiliza, ninazungumza na wewe juu ya madhara ya maamuzi mabaya. Madhara ya maamuzi mabaya unaoyafanya. Vitu gani vinaweza vikatupata tunapokuwa na maamuzi mabaya? Sauli akafa. Yeye na watoto wake wakafa, wakaanguka. Mungu akakubali wafe, wakaanguka, kwa sababu alifanya maamuzi mabaya. Alijichagulia kile ambacho Bwana hakumwambia. Ule haukuwa uongozi wa Roho Mtakatifu kumbakiza Agagi pamoja na vile vinono.
Hii habari unaijua, wacha tu niisome kwa haraka haraka. Samueli wa kwanza ule mlango wa 15. Samueli wa kwanza ule mlango wa 15. Naomba nisome ule Samueli wa kwanza mlango wa 15 kuanzia mstari ule wa, niseme tu hapa mstari wa 8. Samueli wa kwanza 15:8. Akamkamata Agagi mfalme wa Waamaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema, wala wakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Sikiliza mstari wa 10. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala akufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Samueli akasikitika. Mstari wa 14. Samueli akamwambia, Samueli akasema, maana yake nini basi kikilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ng'ombe ninaousikia? Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Waamaleki, maana watu waliwaacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumewaangamiza kabisa. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakwambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya sema. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enenda ukawaangamize kabisa wale Waamaleki wenye dhambi, pigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi hukuitii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Sauli, hakika nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Mungu atusaidie. Hiki kilichotokea ni kwamba Sauli hakuendelea kuwa mfalme. Yanakuja kutokea mambo ya yeye na Daudi kufukuzana, baada ya Daudi kumsaidia kuangamiza Wafilisti. Matokeo yake ukisoma, Sauli alikufa vitani. Baada ya kuzidiwa na Wafilisti, aliwaangukia mkuki wake, na mchukua silaha zake naye akaangukia, wakafa. Na watoto wote 3 wa Sauli walikufa. Na wana wa Israeli wakapigwa na maadui. Kisa kwa sababu alifanya maamuzi mabaya. Neno ambalo aliambiwa na Bwana, aliambiwa ukawaangamize kabisa, usibakize chochote, lakini akafanya maamuzi tofauti, yakamletea kupoteza ufalme, yakamletea kufa kimwili kabisa, yakamletea wanaye kufa na taifa la Mungu kufa. Hata leo tunasumbuka, dunia yote tunasumbuka kwa sababu ya maamuzi mabaya aliyoyafanya mama yetu Eva na baba yetu Adam. Dhambi imeingia dunia, ni madhara ya maamuzi mabaya, uchaguzi mbaya. Baba yetu Adam na mama yetu Eva waliamua kuchagua kumtii shetani kuliko kumtii Mungu. Mungu alimwambia baba yetu Adam, matunda ya miti yote ya bustani waweza kula, lakini mti wa katikati, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wa katikati ya bustani, mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana utakapokula utakufa hakika. Mungu alimwambia Adamu hivyo. Lakini yeye na mke wake mama yetu Eva wakawa na maamuzi mabaya.
maamuzi ya kumsikiliza shetani. Wakaamua kuchagua kumtii shetani kuliko kumchagua Mungu. Matokeo yake leo dunia imeingia kwenye dhambi, imeangukia dhambini kwa sababu ya maamuzi mabaya ambayo baba yetu na mama yetu walifanya. Wanadamu leo, japo Kristo amekuja baada ya Mungu kuona ni njia gani niweze kuwapatanisha tena wao na nafsi yangu, akamleta Yesu Kristo, bado wanadamu wana shingo ngumu, wanachagua kumtii shetani kuliko kumtii Mungu. Napomaliza somo hili, nataka nikuambie kuna madhara yanayotokana na maamuzi mabaya unayoyafanya. Usiku wa leo una maamuzi yapi? Joshua akawaambia wana wa Israeli, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kama ni Mungu wa Israeli au ni miungu ambayo mliabudu ng'ambo ya mto, mchague, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Unatakiwa na maamuzi ya kufaa, na maamuzi ya kufaa yanatokana na uongozi wa Roho Mtakatifu, yanatokana na neno la Mungu. Kinyume cha hapo, mpendo wangu naye nitazama kupitia Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kinyume cha hapo utaweza kufanya maamuzi sahihi. Kwa usiku wa leo, jaribu kuangalia ya maamuzi mabaya ambao walifanya ndugu zetu. Lutu akaleta madhara kwake na kwa familia. Mfalme Sauli wa Kishi naye kadhalika akaleta madhara makubwa kwake na kwa wanaye na kwa taifa la Israeli kwa ujumla. Lakini mama yetu Eva na baba yetu Adam, kwa maamuzi yao leo dunia inaomboleza. Naomba fanya maamuzi mema, chagua. Nilianza kwa kusema ya kwamba maisha ni mchakato wa maamuzi, ni mchakato wa kuchagua. Chagua jema ili uishi kulingana na uongozi wa Roho Mtakatifu, kulingana na uongozi wa neno la Mungu. Chagua jema. Vinginevyo Biblia inasema atakayelidharau neno hujiletea uharibifu. Katika hiyo Mithali 13:13, atakayelidharau neno hujiletea uharibifu. Ndugu yangu mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, nataka nikuombee sasa. Fanya maamuzi sahihi ya kuweza kukuepusha na madhara mabaya yanayotokana na maamuzi yasiyofaa. Sema maneno haya ninapomaliza. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako usiku wa leo. Nimetambua madhara ya maamuzi mabaya. Usiku wa leo ninaamua kufanya maamuzi ya kuongozwa na wewe kupitia neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Nisaidie mimi binafsi katika maisha haya na Roho Mtakatifu. Nisaidie Bwana. Kwa akili zangu na kwa nguvu zangu siwezi, lakini kwa Roho wako Mtakatifu na neno lako nitaweza. Nisaidie katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki, akusaidie katika maamuzi yako katika jina la Yesu. Amen.